MBTV, dira ya maisha yako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله معه ولا إله غيره. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأماجد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول مولانا في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni kama ambavyo ninaihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa watiifu kwake. Allah ametuagiza katika Qur'ani katika sura ya 3 aya ya 103, ametuagiza jambo kwa msisitizo na sisi tunalidharau, tunazembea katika kulitekeleza. Ametuagiza jambo la mshikamano aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na shikamaneni na kamba ya Allah nyote kwa umoja wenu wala msifarikiane au msifarakane. Nimesema kazungumza kwa msisitizo kwa sababu kuweka mambo mawili mahala pamoja wakati ambapo moja peke yake lingetosha, hii ni alama ya kwamba panahitaji mazingatio makubwa na uwajibikaji. Ingetosha angelituagiza wa'tasimu bihablillahi jami'an, nyote kwa umoja wenu shikamaneni na kamba ya Allah. Ni lugha inayoeleweka na ni agizo lililotimia, na kama lingelifanyiwa utekelezwaji basi kusudio lingelipatikana. Au angelizungumza kinyume chake, wala tafarraku, msifarakane, agizo lingelikuwa limeeleweka na kama lingefanywa kazi makusudio yangepatikana. Lakini katoa amri akaiambatisha na katazo kwenye kitu hicho kimoja: shikamaneni na msifarakane. Shikamaneni pamoja na kamba ya Allah, na kamba ya Allah ni dini yake. Kaongea kwa lugha ya mfano kama ingelikuwa sisi tuko hapa duniani
na tukaambiwa kuna kamba inateremshwa, atakayetaka kusalimika ashikilie hiyo, asiiachie. Nadhani aliyekosa kuishika kamba angeshika mguu wa mwenziwe, ili ikivutwa hiyo kamba na yeye awemo katika waliovutwa. Aya maelezo yake yameanza nyuma kwenye aya nambari 100 kwenye sura hiyo ya 3. Lugha iliyotumika au wito uliotumika, wameitwa watu kwa sifa yao ya imani, wameitwa waumini. Allah alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba, ikiwa mna tabia ya kuwatii baadhi ya watu wa kitabu, yarudukum ba'da imanikum kafirin, watakurejesheni baada ya imani yenu kwenye ukafiri. Mulikuwa huko mmetoka, mmeletwa katika imani, lakini mkithubutu kuridhia kutawaliwa, kuongozwa, kushauriwa na watu wa kitabu, watakutoeni tena hapa kwenye imani na wakurejesheni kwenye ukafiri. Na ni mtiririko mrefu wenye maelezo yaliyofungamana, tunahitaji kupasoma kwa mazingatio. Mpaka alipofika hapa, shikamaneni kwa umoja wenu na kamba ya Allah wala msifarakane. Akawakumbusha waumini, wadhkuru ni'matallahi alaikum, kumbukeni neema ya Allah juu yenu. Idh kuntum a'daa, nyinyi zamani kabla ya hii imani mlikuwa mnaishi kama maadui. Na tunafahamu historia ya Waarabu wa pale Maka na wa Madina ambako ndo aya zilishuka. Walikuwa na mifarakano isiyokwisha na vita vya kumwagana damu. Madina kulikuwa kuna tofauti ya ukabila kati ya Ausi na Khazraj, jambo ambalo lilikuwa limepangwa na linasimamiwa na wakoloni wa Kiyahudi. Wakafanywa wenyeji wasielewane ili wageni wachache wachukue mamlaka ya ardhi ya walio wengi ambao hawajielewi. Wakakumbushwa waumini kwamba kumbukeni, kabla ya hii imani nyinyi mlikuwa maadui, ni ndugu lakini maadui, mnapigana wenyewe kwa wenyewe, hamuozeshani wake, hamuamiliani kibiashara, hamtangamani katika mambo ya kijamii pamoja, yote kwa ujumla. Lakini kwa kupitia imani kakuleteni mtume wake, kakupeni kitabu chake, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, leo kwa neema ya Allah mmekuwa ni ndugu. Kwa hiyo uwenzini huu ndugu wenu. Na kumbukeni katika mazingira ya nyuma kabla ya imani, wa kuntum ala shafa hufratin minan nari, mulikuwa mnazunguka pembezoni mwa ukingo wa shimo la moto. Nayo pia ni lugha ya mshabaha, ya mfananisho. Anaambiwa mtu anazunguka kwenye shimo la moto ni kwa sababu yu hai tu, anajisikia yuko huru na salama kwa sababu yu hai. Uhai ukitoweka, umri ukimalizika, anatumbukia humo kwenye shimo. Yani mtu anaishi kwa furaha na starehe kwa sababu yu hai, lakini mtindo wa maisha yake sio sahihi. Akifikwa na mauti ndo anajua kumbe alikuwa anaishi sivyo na keshakosea. Kwa hiyo akifa anakwenda mahala pabaya. Lakini pia Allah anawakumbusha waumini kwa kupitia imani, fa anqadhakum minha, Mola wenu kakuokoeni na janga hili la mtu kumaliza umri wake alafu akaenda motoni. Mmepewa imani, mkimaliza maisha ya hapa kwa sababu ya amali njema na matumizi mazuri ya muda, munaenda kwenye maisha ya fahari ya milele peponi. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.
Kama hivi ndivyo ambavyo Allah anakubainishieni aya zake ili mpate kuongoka. Utaratibu sahihi mmeelekezwa, namna ya kufanyia kazi mmeelekezwa. Msimamiaji wa ufanyaji kazi wa utaratibu huu ni mtume wenu mnaye. Inakuwaje mkosee sasa? Na katika sura ya 9 aya nambari 111 Allah ametufundisha hiyo i'tisamu yenyewe inafikiwaje na vipi tutanufaika nayo. Aliposema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Tafsiri ya aya ni kwamba Allah ameshanunua, nasema ashtara, inna Allah ashtara, Allah ameshanunua minal mu'minina, kutoka kwa waumini, anfusahum wa amwalahum, kanunua nafsi zao na kanunua mali zao. Nafsi zimeshanunuliwa na mali imeshanunuliwa. Tija ya biashara hii bi anna lahumul janna, waumini watakaotumia vizuri mali zao na nafsi zao kwa ajili ya Allah, hawa ndio aliowaandalia pepo. Yuqatiluna fi sabilillah, wanaipigania dini ya Allah kwa hizo mali zao na nafsi zao. Fayaqtuluna wa yuqtaluna, mpaka wanafikia kiwango cha kutoka roho. Wao wanaua na pia wanauawa kwa ajili ya dini ya Allah. Mafunzo tunayopata kupitia aya hii, kabla sijaimaliza, na uhusiano wake na mada ya i'tisam, ni kwamba duniani watu wanaweza wakakubaliana waishi vyovyote watakavyopenda, waishi kwa fujo, vurugu, au waishi kistaarabu, kwa nidhamu yoyote watakayojichagulia, maisha yataenda. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba ana malengo katika kuumba alivyoviumba, na ana malengo katika kutuleta sisi kama binadamu aliyotuita makhalifa, akatupa kipindi hiki cha mpito, cha mtihani, kwa ajili ya kuyasimamia mambo ya muda ya hapa duniani. Utaratibu huo ndo unaitwa dini, na ndio aliyouita kamba yake. Mifumo ya maisha iko mingi, lakini Mola Muumba kuna mfumo mmoja ndiyo mwenyewe kachagua. Wanaopenda mafanikio lazima wapite kwenye utaratibu huu, watumie mfumo huu. Watakapojichagulia mfumo mwingine wowote unaokinzana na huu mfumo wa Mola Muumba, hata kama watajisikia wako sawa na wana mafanikio, Mola Muumba kasema hawakubali. Kama usema inna dina inda Allahi al-Islam. Mwenendo sahihi wa maisha unaokubalika na ulioridhiwa mbele ya Allah ni Uislamu. Na Uislamu ni kiumbe kujifahamu mimi kiumbe, akamjua muumba wake na akakubali kutawaliwa na muumba wake, akajisalimisha kwa muumba wake. Ndo dini ya Allah. Mifumo mingine yote utajisikia uko sawa, unaenda kistaarabu na mafanikio, lakini unakosa kitu kimoja muhimu, radhi ya Allah. Hiyo mifumo mingine hajaridhika nayo. Kuna mfumo mmoja tu karidhika nao. Mifumo mingine yote, kama nilivyotangulia kusema, wenye nayo kuna manufaa wanapata.
wanailinda, wanaipenda. Utakapokuja kuwahubiria mfumo mwingine tofauti na walichokizoea, wanachokipenda, wanagharimika kukilinda, hapatakuwa na amani. Na ndio maana na sababu hata mitume wa Allah wakalazimika kuingia vitani kupigana. Walichokuja kuhubiri ingawaje ni kizuri, kina faida, lakini kimeonekana kinakinzana na maslahi ya watu wengine, na wenye maslahi yao kwenye vitu vyao hawako tayari kuacha. Vita vikalazimika vipigana, ingawaje mwenyewe Mola Muumba alikuwa anao uwezo wa kuyaepusha yote haya, lakini kaamua ni sehemu ya mtihani, atafutwe nani atafaulu mtihani wake. Walladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allah ndiye aliyekuumbieni maisha yatakayokatishwa na kifo, alafu akajalia uko mbele ndo kuna uhai wa milele. Kwa maisha haya yatakayokatishwa na kifo, anakupimeni nani kati yenu atafanya vizuri. Naye Allah ana nguvu na ni mwenye kusamehe makosa. Sasa aya hii ikasema ameshanunua kutoka kwa waumini nafsi zao na mali zao, kwamba atawalipa pepo, kwa sababu jukumu alilowakalifisha nalo ni gumu na linakuwa lina gharama, na gharama zake kwa ujumla zinaenda kwenye hivyo vitu viwili, nafsi ya mtu na mali yake. Kwa hiyo kwa vyovyote iwavyo, kipaumbele cha maisha ya muumini iwe ni ridhaa ya Allah kwa gharama yoyote. Kwa hiyo anayetaka mafanikio makubwa kama aya ilivyomalizia, wadhalika huwa alfawzul azim, lazima ajue kuenda na vipaumbele. Sasa dunia ilikuwa iko kwenye ujinga na dhuluma ilikuwa imetawala, mpaka Allah akaleta mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume huyu hakuambiwa aje atumie akili yake ya kuzaliwa kubadilisha na kurekebisha mambo. Kapewa kitabu cha mwongozo, Qur'ani. Atumie Qur'ani kuwasimamia watu kwa mwongozo wa Qur'ani kwenda kwenye lengo la Allah aliyewaumba watu. Wakakalifishwa waumini waliendee hilo lengo kwa gharama yoyote, mpaka Allah akatumia lugha inayopendeza sana kwenye nafsi za viumbe wake, akatumia lugha ya biashara. Nimeshanunua nafsi zenu na nimeshanunua mali zenu. Kwa kupitia nafsi zenu na mali zenu nitawalipa pepo, ambayo ndo maisha ya milele. Maisha haya tulionayo ndugu zangu sio maisha, yanakatishwa na kifo muda sio mrefu. Lakini kufa sio mwisho wa safari, kuna mambo yanahitajika huko mbele, na mambo yanayohitajika huko mbele huwa yanaandaliwa hapa. Hapa ukijipanga vizuri, ukaondoka umepatia, ndo unafaulu maisha ya milele yasiyokuwa na mwisho, ni raha tupu wala hayana usumbufu. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allah ameshanunua kutoka kwa waumini nafsi zao na mali zao kwamba atawalipa janna. Yuqatiluna fi sabilillahi, wanapigania dini ya Allah, fayaqtuluna wa yuqtaluna, wanaua na wanauawa. Kataja lile kubwa la mwisho ni kufa au kuua, lakini kwa ajili ya Allah. Wa'adan alayhi haqqan fi at-Taurati wal-Injili wal-Qur'an. Ahadi hii inatoka kwa Allah, ni ya kweli. Ahadi hii aliiweka kwenye Taurati, ahadi hii kaiweka kwenye Injili, ahadi hii imo kwenye Qur'ani. Na hawa mitume wa vitabu hivyo wote walipambana na changamoto za upinzani mkubwa, na waliingia kwenye mazingira ya kupigana vita. Allahumma ila
katika hao waliotajwa na vitabu vilivyotajwa, Nabii Isa alayhi salam yeye hakukamilisha jukumu lake hilo mpaka akaingia vitani, lakini kwenye kitabu alichopewa na kitabu kilichotangulia kabla yake ambacho alikitumia pia, Taurati, masala kama haya yalikuwa ni maarufu. Nabii Musa akapigana sana vita, Nabii Isa naye alikabiliwa na vita, ila Allah kwa sababu hakumpa nguvu duniani kiasi kama aliyokuwa nayo Musa, yeye alimfanya utaratibu wake ambao tunauelewa. Mtume wetu kipenzi cha Allah Muhammad, naye mtume wa mwisho, kalazimika kupigana vita. Maisha yake yote mtume ni vita, mpaka amefariki keshaandaa jeshi kwenda kupambana na Warumi, kwamba inafikia kiwango analolitaka Allah muumba linapingwa na viumbe wake, lakini kawaagiza viumbe wake waliomkubali waondoe hiyo pingamizi mpaka analolitaka liwe. Waman awfa biahdihi min Allah, hiyo ni ahadi ya Allah. Na nyinyi waumini mnadhani ni nani ambaye hutimiza ahadi zake akiahidi kuliko Allah? Hakuna anayetimiza ahadi zake kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'atum bih, basi furahikieni bai'a yenu ambayo mmembai Mola wenu, makubaliano yenu naye, ahadi zenu za utii mlizotoa kwake. Furahieni matokeo yake mazuri, kwamba Allah atatimiza kama alivyoahidi. Wadhalika huwa alfawzul azim, na mtu kutimiziwa kile alichoahidiwa akapata hiyo pepo, hayo ndiyo mafanikio makubwa ambayo wenye akili wanayatafuta. Ayuha alikhwatul a'izza, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأعزاء، ndugu zangu watukufu, katika sura ya 9 aya 112 Allah anasema sifa za hao anaofanya biashara nao, sifa za hao waumini ambao wamefanikiwa. Sifa zao ni at-taibuna al-abiduna al-hamiduna ar-raki'una as-sajidun al-amiruna bil ma'rufi wan-nahuna 'anil munkar walhafidhuna lihududillahi wabashiril mu'minin. Kuna mambo ni mepesi kuyatamka kinywani, lakini yanakuwa yana ugumu na uzito wake kuyatia kwenye utekelezaji. Tunashindwa kwenye implementation. Kutamka rahisi. Nimesema dunia kabla ya kuja mtume ilikuwa iko kwenye ujinga mkubwa. Vurugu zilikuwa nyingi, dhulma zimetawala,
Kwa hiyo ule utaratibu na nidhamu ya maisha ya Mola Muumba ilikuwa imeshapotea, ijapokuwa Allah ameshatuma mitume wengi huko nyuma na kaleta vitabu vya mwongozo, vyote vilishapotezwa. Na hali ikiwa hivyo, ndo Allah huamua kuleta mtume mwingine aje ayahuishe yale ambayo walikuwepo wasimamiaji, lakini walipoondoka yakapotezwa. Kwa hiyo kaja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama kaja kuanza upya, na alichokuwa akakihubiri kwenye dunia ya wakati wake kilikuwa kinaonekana kigeni, kama mwenyewe mtume alivyosema, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghurabai. Uislamu umeanza kwenye maisha ya jamii ukionekanwa mgeni, lakini baada ya kuhuisha ukaingia kwenye maisha ya watu. Akatabiri hata na mimi nikiondoka, hii juhudi niliyoifanya itapotea, utaonekanwa tena Uislamu mgeni. Lakini wahongere sana wale watakaokuwa ni wageni. Wakamuuliza, hao ghurabau ni akina nani ewe mtume wa Allah? Akasema, ni wale ambao watakuja kukaa kidete kuyahuisha haya niliyoyahuisha mimi baada ya kupotezwa. Yeye kafanya kazi ya kuutia Uislamu kwenye maisha ya watu, watu wakawa wanauona Uislamu mgeni, na yeye wakamuona anakuja kufanya kituko kwa kuleta mambo ambayo hayako, hawakuyakuta kwa wazee wao. Kapambana mpaka akauweka Uislamu kwenye maisha ya watu. Dunia ikapata ustaarabu, uadilifu, haki, ukweli ukasimama juu ya ardhi. Lakini baada ya kuondoka, Uislamu umekumbwa na mitihani tena katika miaka ya fitna, yakaingizwa yaliyoingizwa, yakatokea ya kutokea, mpaka ule umoja wa Waislamu ukavunjika. Watu wakaichana chana dola ya Kiislamu, kila mtu akawa ana kundi lake, ana jambo lake, ndo mpaka sasa hivi tunajiona kama tulivyo, vurugu tupu kwenye dini. Kwa hiyo sasa ukihubiri Uislamu wenyewe unaotakiwa, utaonekana wewe ni kituko na unafanya jambo geni. Utakuwa ni mgeni kwenye jamii ya watu, kwenye uso wa dunia. Lakini ukisimama kwenye yale aliyoyasimamia mtume, kwa kiasi cha uwezo wako ulionao, hata kama watu watakuona mgeni, wewe mtume amekutabiria mafanikio. Ndio maana akasema fatuba lilghuraba. Historia yetu ya hapa Afrika ya Mashariki kwa miaka ya karibuni, karne ya 16, 17, 18, inatuambia Waislamu wa maeneo haya walikuwa ni ndugu, na mambo yote ya kiimani yalikuwa yanafanywa kwa ushirikiano wa mashekhe kutoka Mombasa, Lamu, Kismayu, Zanzibar, Kilwa, Mafia, Bagamoyo. Walikuwa wana utamaduni wa kukutana, likitokea jambo kubwa la jamii yao, wanakutana, wanajadili na wanatoa resolution. Wakisambaa kwenda makwao, wanakwenda kutekeleza yale waliokubaliana kwenye kikao. Mfano mmoja ulitokezea mwaka 1836. Palitokea ugonjwa wa kuambukiza Zanzibar. Na Zanzibar, dola ya Zanzibar ambayo ilikuwa inaongozwa na sultani, ilikuwa chini ya British Protectorate, ni himaya ya Uingereza. Kwa hiyo kiongozi mkuu wa Zanzibar alikuwa ni gavana wa Uingereza. Serikali ya Uingereza kwa kuudhibiti ule ugonjwa ikatangaza karantini na watu marufuku kukusanyika kwenye aina yoyote ya mkusanyiko. Haparuhusiwi harusi wala maziko, matanga,
swala za Ijumaa na jamaa, pia kaingiza gavana mpaka balaa hili litakapoondoka. Walitoka watu wawili Zanzibar wakaenda kwa mheshimiwa gavana, wakamwambia tumesikia na tumeheshimu agizo lililotoka, kwa sababu hata kwenye mafunzo yetu ya dini lipo maradhi ya maambukizi kama haya yakiingia mjini, waliomo wasitoke na walio nje wasiingie, ili lidhibitiwe. Kwa hiyo tunalikubali agizo kwa asilimia fulani, lakini asilimia nyingine tumekuja kukuambia haiwezekani, tunaikataa. Ipi? Wakasema swala za jamaa na Ijumaa hatuwezi kuacha. Kama ni karantini ndani ya eneo lenye matatizo, walio ndani ya eneo hawatakiwi kutoka na walio nje ya eneo hawatakiwi kuingia. Lakini katika sehemu muhimu ya kuondosha hili tatizo ni hii mikusanyiko ya sala ya jamaa na Ijumaa. Hili hatuwezi kuacha. Hili ni wajibu kwetu, lina uzito mkubwa na ni sehemu itakayosababisha kuchangia kuondoka kwa hayo matatizo. Gavana akahamaki, akasirika, akapeleka taarifa makao makuu London. Akasema nimetoa oda hapa ya karantini, lakini wamekuja watu wawili tu wanapinga. London wakamuuliza, watu wawili waliokuja hapo kwako ni wa aina gani? Mashekhe. Akaambia lo, hao sio wawili hao. Kama wamekujia mashekhe, huo ndo msimamo wao Afrika Mashariki nzima. Kwa hiyo rekebisha agizo lako, waruhusu walichokitaka. Kwa sababu ya umoja wao walikuwa wanaheshimiwa. Na ni kweli walikuwa wana utamaduni wa kukutana na kushauriana na wanatoa maamuzi ya pamoja. Mfano mwingine, kuna mtu alikuwa anakaa sehemu ya tawi la Malindi pale, mzungu Mwingereza. Nyumba yake na msikiti ziko jirani. Akawa anaudhiwa na zile adhana za asubuhi na kunadi swala. Hasira zake akaamua ule msikiti ya uvunje ili aepushe lile zogo kwake. Lakini atauvunjaje? Akataka kuuvunja kiustaarabu. Kawaambia wenye msikiti, jamani, tafuteni eneo jingine popote niwajengee msikiti wenu, kwa sababu hapa mimi nina mradi wangu nataka kujenga, na hapa kwenye msikiti ndo sehemu ambayo pana kikwazo cha kupitisha magari ya kupeleka vifaa. Kwa hiyo hili eneo la msikiti nitalitumia, na alishaandika project write up yake, imepasi, kaidhinishiwa kufanya mabadiliko au hamishe msikiti, wakatafute eneo jingine lolote. Sasa eneo lenyewe la mji mkongwe mnavyojua, Malindi kuendea ndani kule bandarini, Pwani, mote mmejaa majengo. Wapi watapata eneo la kujenga msikiti? Lakini kwa sababu serikali imeshaidhinisha mradi wake na kaambiwa awajengee msikiti mwingine, kwa hiyo inaonekana haja wadhulumu, watu wakawa hawana namna. Wakaitana wa maeneo yote ya Afrika Mashariki, wakafanya kikao, wakapeana nyaradi za kusoma na siku za kufanya nyaradi hizo. Baada ya hapo wakutane waombe dua ya pamoja. Wakafanya hivyo, yule bwana anashusha tu vifaa vyake pale, magreda nini, na huko wanatengeneza utaratibu wa kupanua njia ambayo huo msikiti ndo uko kwenye hiyo njia, lazima uvunjwe ndo apitishe mazagazaga yake. Basi mashehe wamekutana siku ya kuomba dua ya pamoja, mpaka swala ya Isha yule bwana mzungu yuko anazungumza na watu kwenye vijiwe vya kahawa pale Malindi, Unguja. Asubuhi watu wakasikia taarifa yule mzungu keshakufa, hakuumwa. Kwa hiyo watu kwa umoja wao
walikuwa wana maarifa yao, wanafanya dua zao, wanaomba, na Allah alikuwa kwa sababu ya uchamungu wao anawakubalia. Mambo magumu kwao yalikuwa yanakuwa mepesi kwa sababu ya ihtisam, wameshikamana pamoja. Kwa hiyo mwenye mradi kishakufa, hakukuwa na mrithi wa kuendeleza mradi ule, na mradi nao ukafa. Msikiti upo mpaka leo tunaswalia. Kwa hiyo ndugu zangu, nukta yangu muhimu ni kwamba Uislamu unadhoofika kwa sababu ya sisi kukosa ule utamaduni au ustaarabu wa kuusimamia. Sisi wenyewe waumini wenye Uislamu tumekuwa madhaifu. Udhaifu wetu ndio unasababisha Uislamu dunia nzima kuonekana dhaifu. Uislamu ulipokuwa umefikia hatua nzuri, ilikuwa unajilingania wenyewe kwenye maeneo yanayoishi Waislamu. Wakiingia watu wasiokuwa Waislamu, wanavutiwa na jinsi ya maisha wanayoishi Waislamu, wenyewe wanajilingania, sema hii ndo dini sahihi, kwa kuona akhlaqi za watu, miamala yao, wanajua hii ndo dini sahihi na wanasilimu. Lakini Waislamu wa leo hatuna kizuri chochote ambacho kinamshawishi asiyekuwa Muislamu avutiwe na Uislamu, aseme hii ni dini sahihi. Kwa hiyo kwa kumalizia hotuba yangu, ili kupatikana hayo, lazima turudi kule kule ambako Uislamu ulianzia. Kama mmoja katika wanawavyuoni maimamu wetu walivyosema, hapatengenei chochote katika Uislamu ila kwa kupita hatua zile zile walizopita nazo wa awali, mtume na waliomfuata. Walikuja duniani kuna ujinga mtupu, wakafanya juhudi hatua baada ya hatua mpaka wakarekebisha na kubadilisha taswira ya utamaduni, mila, desturi za dunia kwa dini ya Uislamu. Kwa hiyo tuige sera, ipo, historia tunayo, kitabu cha mwongozo kipo, bado hakijaharibiwa. Tuige yale ambayo mtume alianza nayo, njia zile zile alizopita, tuhuishe Uislamu ili maisha yetu na vizazi vyetu vijavyo vipate mwongozo wa sahihi na mambo yao ya duniani na akhera yakae sawa. Ayuha al-ikhwatul amajid, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati al musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuha al mu'minuna min barriyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana jammilna bil afiyati wa salama وحقق لنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من الذين يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وإليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Ikiwa vitabu ni mabustani wanavyoni, basi MBTV ni bustani ya watazamaji wake. Pata elimu na maarifa lukuki kutoka MBTV. Pia usisahau kusubscribe channel yako hii ili uweze kuyapata matamu yote yanayoandaliwa kwa ajili yako. MBTV, dira ya maisha yako. Yuwalingania dini kwa maneno na vitendo, na moyo wake laini na wala hana mafundo, na moyo wake laini na wala hana mafundo. Jina lake tambueni ni Muhammad Baher.